Kwa jina naitwa ndugu Omari Adam Bakari, ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji wa pikipiki ya abiria mkoa wa Manyara. Leo hii tarehe 17 mwezi wa 11 tumekutana maafisa wa usafirishaji wilaya hii ya Babati na wilaya nyingine za mkoa wa Manyara ambao wako hapa kwa lengo moja kubwa sana la kuzungumzia amani ndani ya mkoa wa Manyara, kwani amani ndani ya mkoa wa Manyara ni nzuri sana, naombeni mpige makofi. Jambo la pili ni kuwashukuru maafisa usafirishaji wa mkoa wa Manyara, hususan wilaya Babati na wilaya zingine ndani ya mkoa wa Manyara kuonyesha utulivu na usalama kwa kipindi tulichopita hapo nyuma. Mungu awabariki sana. Jambo lingine, nataka niwaase sana maafisa usafirishaji wenzangu. Natoa wito kwa maafisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Manyara, tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuwa watu wa amani, na mtu yoyote ambaye ndani ya maafisa usafirishaji ambaye atakuwa ana nia ovu, ana nia mbaya kwa taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani ndani ya mkoa wa Manyara, tusimkubali. Tusifanyeje? Tusifanyeje? Amani hii tunataka ndani ya mkoa wa Manyara na ndani ya taifa zima, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani hii tunataka iendelee. Kwa yoyote atakayekuwa anataka kuisambaratisha amani hii, na sisi tuko tayari kumripoti kwenye vyombo husika ambavyo ni serikali yenyewe. Mtu huyo serikali ya ilali, sheria zilali, sheria ziko pale pale. Na mimi nataka niwaase ndugu zangu wasafirishaji ndani ya huu mkoa wa Manyara. Tumeona kwa kila mtu ana majibu hapa alipo kwa kipindi tu ambacho tumekipitia. Matatizo yametokea maeneo mengine, lakini tumeona athari zile mpaka kwenye mikoa yetu. Kwa mfano, kuna watu walikuwa wanasema petroli mpaka shilingi 10,000. Hapa si tuko tayari kununua petroli shilingi 10,000. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ya amani imetowekwa kwa dakika kidogo tu. Je, ingekuwa mwezi mzima ingekuwaje? Au mnayo uwezo wa kununua petroli shilingi 10,000? Sisi kama maafisa usafirishaji wa mkoa wa Manyara tunasema amani fenyeje? Amani iendelee, na amani inatakiwa iwepo. Sisi kama maafisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Manyara tunawaombea wale wote waliopoteza maisha, Mungu awarehemu. Na sisi tunawaasa vijana wenzetu hususan wa usafirishaji, usitokee mtu yoyote mwenye nia mbaya, kwa sababu tutashindwa kufanya kazi. Nani yuko tayari kushindwa kufanya kazi hapa? Hatuko tayari, si ndio? Sasa mimi kama mwenyekiti, kama kiongozi wenu, leo nimewaiteni hapa pamoja na waandishi wa habari kuwaomba amani tulie kuwa naye. Kila mtu awe mlinzi wa amani katika taifa hili, ama ndani katika mkoa wa Manyara, hususan katika wilaya ya Babati. Tumefanya vizuri na tuendelee. Na ile mikoa mingine tuiombee dua, Mwenyezi Mungu awajalie amani katika mikoa hiyo, iwe salama kama ilivyokuwa sasa. Amani iendelee. Kwa hiyo tumeitana hapa kwa lengo kuu la nini? La amani. Mungu awabariki sana. Mungu awajalie kazi njema. Kama kuna mambo mengine tutaambia na siku nyingine. Ambacho sisi tunashukuru Mungu kama maafisa usafirishaji wa mkoa wa Manyara, tumekuwa na amani. Yaani sisi kazi zetu, sisi ndio tunafanya kazi, wakati tunakutana na maisha na mambo bana, tusisababishe vurugu, kwa sababu tunaona changamoto zilizotokea kwenye mikoa hiyo. Kidogo jirani na sisi vurugu zilitokea, watu wamepoteza maisha, vijana zetu kupoteza maisha, kazi zilikaribia kwa nguvu. Ukizingatia kama sisi tuliambiwa mafuta lita ni 10,000 na abiria tunawabeba, hamna abiria unaweza kumbeba kwa nauli shilingi 5,000 kwa nauli ya sehemu ya shilingi 1,000. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku tulikuja kupata majibu kwamba tusisitize na tudumishe amani. Amani ndio kila kitu. Unapokuwa na amani na unakuwa huru, inakuwa ni rahisi kwa kujipatia riziki na kipato kinafanya nini? Kinazidi kuongezeka kwa sababu mazingira unayoishi. Hivyo basi vijana wenzangu, mimi nawasisitiza tuendelee kuwa na amani tulionayo. Mfano tumeona kwenye mikoa jirani watu
wamepata shida. Changamoto zilikuwa ni nyingi, lakini tunamshukuru Mungu sisi hatujapatana na hizo adha. Hivyo basi vijana wenzangu, mimi nawasisitiza sana tuendelee kudumisha amani na upendo tulionao. Kama kutakuwa na changamoto tuambizane, tusao vurugu sio inaweza kaleta nini, kaleta mwafaka. Kwa hiyo kama unajua nini unakifanya, kitu cha kwanza kinachokufanya wewe unakuwa makini au unakuwa huru ni amani ulionayo. Tuangalie tu hata nchi jirani, vita vikitokea watu wanateseka, wanashindwa kula, wanashindwa kujipatia kipato. Lakini tuangalie pia juzi vurugu zilizotokea hapa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu tunamwaga damu. Ni kwa sababu ya amani na upendo tulionao na kusikilizana. Yaani kinacholeta amani ni mawasiliano. Unanielewa? Kwa hiyo kama ni mawasiliano inamaanisha mwenzako anakwambia tukataka bwana tufanye hivi, unamwambia iko sio vizuri. Anaona mbona huyo alichoniambia ni kizuri. Yote inaletwa na nini? Na umoja na ushirikiano. Kwa hiyo tunapokuwa na ushirikiano, amani inakuwepo ya kutosha. Hivyo basi mimi niwaase vijana wenzangu walioko ndani ya mkoa wa Manyara na nje ya mkoa wa Manyara, tuwe na amani. Na amani inaletwa na kitu kinaitwa mawasiliano. Mawasiliano sio simu. Yaani mnapokutana mahali labda mmekaa, kwa sababu vurugu, chanzo cha vurugu ni mikusanyiko inapoipogo mazingira mliopo. Kwa hiyo sasa kuna mtu mmoja pale, mpumbavu mmoja niseme, anakuja anasema hebu tufanyeni hiki kitu, yaani unabipu uhai wako. Sijui unanielewa. Kwa sababu unapobipu uhai, unachotafuta wewe ni kufanyaje? Ni kufetuliwa. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachokuja kutokea pale, wewe unakuwa tayari umeshavuruga nini? Amani ya mtaa wako, mji wako, mazingira yako. Hivyo basi mimi nachokisisitiza kikubwa sana ni amani kwenye kwa wetu na nchi nzima kwa ujumla. Hivyo basi kama taifa wanatusikia wakala wa bajeti, tunasisitiza amani. Sisi hatuna kingine, tunaomba amani endelee kuwepo ili hata na watoto waweze kutumwa dukani. Sisi ili tupate maendeleo. Maana kazi zetu kutoa mikopo na tukajiendeleza. Na wito kwa vijana wenzako kwa watulivu kwa ufupi. Vijana wenzangu tunaomba tu watulivu kama tulivyokuwa kwa vurugu ilipotokea. Endelee hivyo hivyo. Tunataka vurugu kwa walinzi kwa wenzetu. Tosha kabisa kwa kusema jina lako nani? Askari. Askari. Askari umetisha sana. Inatosha. Kwa swali liloulizwa na kuhusiana na Mheshimiwa Rais kutengeneza wizara ya vijana ambayo wizara hii itakuwa ofisini kwake. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuwa na maono mazuri. Maana yake wizara hii itakuwa inakusanya maoni ya vijana. Vijana wanataka nini katika taifa lao. Ni mara kadhaa sijawahi kuona wizara hii, lakini nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuwa na maono. Nchi hii asilimia kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asilimia kubwa ni vijana. Kwa Mheshimiwa Rais anataka kwenda kuwasikiliza vijana, ndio lengo. Maana wizara hiyo ndo watakuwa wasemaji wakuu wa kupitia vijana. Nimpongeze Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais amesema atakuja kuwapa mikopo. Mikopo hii ile ya 442 maana yake anaiongezea na mabilioni mengine ambayo anaweka ni kwa ajili ya vijana. Mimi nimpongeze Mheshimiwa Rais. 442 itafanya kazi na mabilioni mengine aliyeleta Mheshimiwa Rais pia atafanya kazi. Yatapunguza kero kubwa kwa vijana. Kwa hiyo vijana hao wakishapewa mitaji, kazi ni kwao, malalamiko pia yatakuwa yamepungua. Ni mtu tu sasa kushindwa yeye kufanya kazi asije akailaumu serikali. Lakini mimi nasema kama kiongozi wa usafirishaji ndani ya huu mkoa wa Manyara, transport officer, majina ya kitaalam kabisa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatupeleka sisi vijana kwenda kwenye kazi. Mwisho wa siku tuwe na uvivu wetu tu sisi binafsi. Kwa mitaji tutapewa, mitaji sisi tutapewa, tunaenda kazini. Kazini ni wapi? Tunaenda kufanyia kazi ile mitaji ambayo tumepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuona wale ambao watakayekuwa wanalalamikia hewa sasa. Umepewa mtaji, wewe ujaenda kufanya kazi, usije kulalamika
Hakika tena hayo yatakuwa ni ya kwako wewe mwenyewe binafsi, lakini lengo kuu la kuitana leo ilikuwa ni swala la amani, na vijana hao wametisha sana, wameendelea kuwa na ndoto za nchi yao, maana yake wana maono mazuri ya nchi yao. Hatuwezi kuwa na chuki ndani ya nchi yetu, tuna maono mazuri, tunaenda kwenye amani. Amani tutafanya mambo mazuri sana kijamii. Yangu ya ujumla, kuanzishwa kwa wizara hii ambayo inawahusu vijana ndiyo inaenda kuondoa changamoto. Nikiziona mimi ni zaidi ya 99% inaenda kuondoa changamoto. Maana yake wizara hii itakuwa imejitanua kwenye wilaya, kwenye mikoa. Vijana waende wakaseme changamoto zao kwenye mikoa kule, kwenye wilaya na kwa taifa kwa ujumla, ili Mheshimiwa Rais awe anajua hao vijana sasa wanawaza nini. Kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo, basi Mheshimiwa Rais ataenda kutatua yale yote ya vijana, na naomba mpige makofi. Babati Manyara. Na katika usemi wangu mimi ni mwendeshaji wa magari ya Babati Manyara, ni mwenyekiti. Nasema hivi, Manyara yetu ndio namba 1 kwa amani. Hakuna vurugu iliyotokea hapa, tunakaa kwa vijana wasije wakatoka mbali kuja kutuvurugia amani yetu. Tuna raha mustarehe. Na kama kuna tatizo linataka kutokea, unaona kuna mtu anataka kuvuruga amani, basi tumseme na mapema awajibishwe. Kuliko mtu unataka kuingia. Mimi nalala nyumbani kwangu mpaka usubuhi na saa usubuhi nikitoka hapa na mtoto anafunga mlango, tumesahau. Tunaondoka kwa amani, na hii nchi ndivyo inavyotakiwa hivi. Watu wachache ndio wanataka kutuharibia maisha hapa. Hawaangalii jirani zetu wa Kongo, maskini ya Mungu, watu wanateseka hapa. Sisi tunalima, tunakula, tunafanya, tunasaidiana, tunaendesha maisha yetu vizuri. Lakini tunasema hivi, tuombe Mungu, watu waingie makanisani, watu waingie misikitini, waombe Mungu wale watu wabaya wasiendelee na wao, kwa sababu nao watu wabaya wanao ndio tunakaa nao jamani. Kwa hiyo tuombe Mungu ya kwamba mambo haya yaende kwa usalama, yaishe kwa usalama, na tunaomba amani. Sasa hivi tunaomba imeanza kumirudi. Kwa hiyo tuna raha na msalesi sisi hapa Manyara. Ndio Bakari Asmani. Bakari Asmani. Salamu alaykum. Mungu awabariki sana. Mimi nawatakia safari njema.